Hujambo, hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadh Rashid. Subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka hapa. Kiongozi wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amezidi kutoa hotuba za kuraghabisha Umoja wa Afrika katika mapambano dhidi ya ukoloni mamboleo ili bara hili liweze kupiga hatua zaidi katika kuhudumia wananchi wake, kwani lina maliasili nyingi tajiri. Mahali pengine barani Afrika serikali ingetoa kandarasi kwa mashirika ya kigeni kujenga barabara kilomita 300 kwa zaidi ya dola milioni 100. Mkandarasi wa kigeni angeleta watu wa nchi yake ambao angekuja kama wataalamu kufanya kazi hiyo. Mimi nimenunua kila mashine ya kazi kwa Burkina Faso, na Burkina Faso sasa inajenga barabara moja kwa moja kwa kutumia vijana wake. Rais huyo alisema na kukumbushia jinsi Afrika ilivyosaidia nchi za Ulaya katika vita vya pili vya dunia. Wakati wa vita vya pili vya dunia Ufaransa haikuweza kujilinda. Kwa hiyo walikuja Afrika na kuwachukua mababu zetu kwenda kuwasaidia na kuwatetea. Leo Ufaransa hii inataka kutupa somo sisi, Traore alisema na kuongeza. Moja ya sababu kubwa iliyonifanya niache kuagiza nguo za mitumba kutoka nje ilikuwa ni kwa sababu wanaidharau Afrika kwa vile wanavaa mitumba, Captain Ibrahim Traore alisema. Tukiachana na hayo Burkina Faso, sasa tuelekee huko nchini Marekani ambapo mtangazaji maarufu Steve Harley mwenye asili yake Afrika amesema bara la Afrika linajitosheleza kwa kila kitu, hivyo alihitaji kuagiza kitu chochote kutoka nje. Afrika haihitaji mafuta, gesi wala dhahabu zenu. Afrika ni bara pekee lisilohitaji kuagiza chochote, Steve Harley alisema. Katika kutafakari zaidi nguvu na uwezo wa Afrika, mtangazaji huyu wa runinga Marekani na mjasiriamali tajika amekazia kuwa Afrika ilipaswa kuwa bara kubwa, huru na linalostawi lenyewe ikiwa magharibi ingeruhusu hilo, kwani Afrika hawahitaji mafuta yenu, dhahabu zenu, chakula chenu wala nyama zenu, kwa sababu Waafrika wenyewe wana kila kitu. Na tukielekea huko Niamey nchini Niger, ni kuwa taifa hilo sasa linajenga kiwanda chake cha kwanza cha kusafisha dhahabu. Nchi hiyo imetia saini mkataba wa ubia na kampuni ya Emirate Souverain Royal Gold Trading kuanzisha kituo hicho. Mpango huo ni ubia kati ya serikali ya Niger na kampuni hiyo ya Imarati. Vitengo vya kusafisha na usindikaji vitu vitapatikana Niamey, mji mkuu wa Niger. Mradi huo unalenga kurasimisha na kuifanya sekta ya madini ya dhahabu ya nchini Niger kuwa ya viwanda, kuongeza mapato, kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana wa Afrika na kutoa fursa za mafunzo ya ndani. Kwa kuchakata dhahabu ndani ya nchi hiyo, Niger inatarajia kuongeza mapato ya kodi, kushindana na wasafirishaji madhubuti wa Afrika Magharibi na kurasimisha shughuli ndogo za uchimbaji wa dhahabu. Makubaliano kati ya serikali mjini Niamey na Souverain Royal Gold Trading ni hatua muhimu katika juhudi za Niger kuchukua udhibiti wa maliasili zake wenyewe na kuepuka kutumiwa na wakoloni mamboleo. Na kwingineko ni kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amezungumzia kuongezeka kwa mvutano kati ya Islamabad na New Delhi katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Pakistani Ishaq Dar. Wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Lavrov alielezea nia ya Moscow ya kuunga mkono juhudi za amani katika kupunguza mvutano huo unaonekana kuelekea vita kamili. Upande wa Urusi ulisisitiza utayari wake wa kusaidia katika utatuzi wa kisiasa wa hali iliyotokea baada ya shambulio la kigaidi la Aprili 22 katika eneo la Pahalgam, ikiwa kuna maslahi ya pande zote kutoka Islamabad na New Delhi, wizara hiyo ilisema. Taarifa hiyo iliongeza kuwa wito huo ulifanyika kwa ombi la Pakistan. Siku ya Jumamosi, Sergei Lavrov alizungumza pia na waziri wa mambo ya kigeni wa India Jaishankar. Kwa mujibu wa taarifa kutoka wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi, Lavrov alihimiza suluhisho la kutoelewana kati ya New Delhi na Islamabad kwa njia za kisiasa na kidiplomasia kwa misingi ya nchi mbili, kwa mujibu wa masharti ya mkataba wa Simla wa mwaka 1972 na azimio la Lahore la mwaka 1999, ambayo ni mifumo ya kihistoria ambayo nchi hizo mbili za kusini mwa Asia zilikubaliana kusuluhisha hapo awali. Kulingana na wizara ya mambo ya kigeni ya Pakistan, wakati wa simu hiyo Dar alikataa madai yasiyo na msingi na maneno ya uchochezi ya India dhidi ya Pakistan na kulaani hatua isiyo halali ya New Delhi ya kurasimisha mkataba wa maji. Majirani hao walio na silaha za nyuklia wameshuhudia hali mbaya katika uhusiano ambao tayari umedorora baada ya shambulio la kigaidi kusini mwa Kashmir lililosababisha vifo vya raia 26. Shambulio hilo la kigaidi lilitokea katika bonde la Baisaran karibu na Pahalgam katika eneo la muungano la India na Jammu na Kashmir
Kashmir mnamo Aprili 22. Kufuatia shambulio hilo, India ilichukua hatua kadhaa dhidi ya nchi hiyo jirani, ikiwa ni pamoja na kuwafukuza baadhi ya wanadiplomasia wa Pakistan, kufuta visa za raia wa Pakistan na kufunga mpaka wake wa ardhi. Pia ilisimamisha sehemu ya mkataba wa maji wa Indus wa mwaka 1960 ambao unasimamia kugawana maji na Pakistan. Siku ya Jumamosi, serikali mji New Delhi ilitangaza seti ya hatua zaidi zinazolenga kupunguza uhusiano wa kibiashara ambao tayari umekatwa na Pakistan. Pakistan imejibu hatua hizo kwa kiasi fulani na kuonya juu ya kuongezeka zaidi kwa mzozo. Islamabad wiki iliyopita ilidai kuwa ina taarifa za kuaminika za kiintelijensia ambazo zinadai kuwa India inakusudia kuanzisha hatua za kijeshi dhidi yake na imesema iko tayari kujibu. Nchi hizo mbili zimeripotiwa kurushiana risasi kwa siku 10 mfululizo kwenye mstari wa udhibiti huko Kashmir. India imeshutumu Pakistani kwa kuunga mkono kundi la wanamgambo linalodaiwa kuhusika na shambulizi la Kashmir, ikikariri madai yake ya muda mrefu kwamba Islamabad inaunga mkono ugaidi wa kuvuka mpaka na inatumia ugaidi kama chombo chake cha kutaka kudhibiti Kashmir. Islamabad hata hivyo imekanusha madai hayo ya India, huku waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaj Asif akidai kuwa nchi yake yenyewe ilikuwa mhanga wa ugaidi katika eneo hilo unaotokana na sera za serikali za magharibi, hususan ile ya Marekani, zikifuatilia hasama za miongo ya nyuma kuanzia vita vya Usovieti na huko Afghanistan mwishoni mwa miaka 1980. Waziri huyo alikiri kwamba nchi yake hapo awali ilikuwa imefanya kazi chafu kwa kuwafunza wanajihadi kwa niaba magharibi. Hata hivyo aliliita hilo kama ni kosa na kusema Pakistani sasa inaona matokeo ya hapo awali. Na kwingineko, waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico amethibitisha kuwa atahudhuria sherehe ya siku ya ushindi wa Urusi huko Moscow mnamo Mei 9, akipuuza maonyo ya Vladimir Zelensky, rais wa Ukraine, ya hatari zinazowezekana kutokea za kiusalama huko Moscow. Fico akiziita hatari hizo za Zelensky kama ujinga mtupu. Gwaride la Mei 9 huko Moscow litaadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wa Sovieti dhidi ya Ujerumani ya Unazi. Kremlin imetoa mwaliko kwa hafla hiyo kwa viongozi wa Serbia, Slovakia, Uchina, India na Brazil kati ya nchi nyingine. Mwezi Aprili, rais wa Urusi Vladimir Putin alipendekeza kusitishwa kwa mapigano kwa saa 72 kwa upande mmoja katika mzozo wa Ukraine ili sherehe hizo za ushindi zifane. Zelensky alikataa ofa hiyo, akiita kama dhamira ya maonyesho ya kijeshi na akatetea usitishaji mapigano wa siku 30 usio na masharti. Maafisa wa Urusi wanasema kuwa mapatano mapya muda yangeruhusu tu Kyiv kujipanga upya kijeshi. Mapema wiki hii Zelensky aliwataka viongozi wa kigeni kuepuka kuzuru Moscow, akitaja hatari zinazowezekana za usalama. Maafisa wa Urusi wakimshutumu Zelensky kwa kuhatarisha usalama wa raia wanaohudhuria hafla ya Mei 9. Fico hata hivyo alisema kuwa vitisho vilivyotolewa na Kyiv havitamzuia kushiriki katika ukumbusho huo. Kwa maoni yangu ni ujinga, ninakataa vitisho hivyo, Fico alisema katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumapili, na kuongeza, nitahudhuria sherehe za ukumbusho wa miaka 80 siku ya ushindi huko Moscow. Fico alidai Zelensky alikuwa akiwaonya viongozi walioalikwa kutohudhuria, huku kukiwa na tishio lililofichwa kwamba Ukraine inaweza kulipiza kisasi kwa namna fulani. Sawa, naweza kuturushia ndege isiyokuwa na rubani au kitu kama hicho. Hayo ni mambo yasiyokubalika kwangu, alisema Fico. Akizungumzia madai ya Zelensky kwamba Kyiv haiwezi kuhakikisha usalama wa viongozi waliohudhuria, Fico alijibu, ikiwa Zelensky anafikiri kwamba kilio chake kitazuia wajumbe wa kigeni kwenda Moscow, ni kosa kubwa. Kuhakikisha usalama wa washiriki katika sherehe hiyo ni wajibu wa Urusi na si Ukraine, alisema waziri mkuu huyo wa Slovakia. Mwanadiplomasia mkuu wa EU Kaja Kallas alionya mwezi Aprili kwamba kambi hiyo haitaki mwanachama yeyote au mataifa kuhudhuria shughuli hiyo. Wakati wa mkutano mwezi uliopita na rais wa Serbia Alexander Vučić, ambaye aliahidi kuhudhuria hapo awali, kamishna wa upanuzi wa EC Montakos aliripotiwa kuonya kwamba mahudhurio yake yatafanyika dhidi ya Serbia katika jitihada zake za kujiunga na EU. Fico alipendekeza kuwa Kallas na wengine washughulikie matatizo mazito zaidi ya EU iwapo ataenda kuhudhuria sherehe hizo za ukumbusho wa miaka 80 baada ya Urusi kushinda Unazi.
Na waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Balozi Oliver Nduhungirehe amesema tayari Rwanda imewasilisha michango yake katika rasimu ya makubaliano ya amani ambayo yatakamilika na kutiwa saini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza na shirika la taifa la utangazaji la Rwanda, Nduhungirehe amesema kuwa Mei 2 ndio tarehe ya kutoa rasimu ya kwanza ya makubaliano ambayo yatakamilika na kutiwa saini Ikulu mwezi Juni. Makubaliano hayo yanatarajiwa kutiwa saini na Rais Paul Kagame na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi, huku Rais wa Marekani Donald Trump akishuhudia. Kwa upande wetu tumetoa michango yetu katika rasimu hii ambayo itajadiliwa na wataalamu katika siku zijazo, na tutakuwa na mkutano wa pili wa mawaziri huko Washington wiki ya 3 ya mwezi huu wa Mei, Nduhungirehe alisema. Kutoka hapo aliongeza kuwa makubaliano ya amani yatakamilika na kuwasilishwa kwa wakuu wa nchi wa pande zote mbili katikati ya Juni kwa ajili ya kutiwa saini. Hafla utiaji saini huo itahudhuriwa pia na nchi zilizofanya kazi ya upatanishi katika mgogoro huo, akiwemo Rais wa Kenya William Ruto, Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Rais Faure Gnassingbé wa Togo anayewakilisha Umoja wa Afrika na Amir wa Katari Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani. Mbali na makubaliano ya amani, nchi hizo mbili zinatarajiwa kutia saini makubaliano tofauti ya kiuchumi baina ya nchi hizo na Marekani. Mnamo Aprili 30 nchi hizo mbili zilitia saini azimio la kanuni kuashiria mwanzo wa mchakato wa amani unaolenga kurejesha utulivu sio tu mashariki mwa Kongo bali katika eneo zima la Maziwa Makuu ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na vita. Katika tamko hilo, pande zote mbili zilithibitisha tena heshima yao kwa mamlaka na uadilifu wa eneo la kila mmoja na kujitolea kusuluhisha mizozo kupitia diplomasia na mazungumzo badala ya kutumia nguvu au maneno uchochezi. Maendeleo hayo yalifuatia duru ya mazungumzo yaliyofanyika Doha, Qatar, yakihusisha wajumbe kutoka Marekani, Rwanda, DRC na Qatar. Rwanda iliwakilishwa na Brigadier Jenerali Jean Paul Nyirubutama, naibu mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ujasusi wa Rwanda, na Brigadier Jenerali Patrick Kwauretwa, mkuu wa ushirikiano wa kimataifa wa jeshi. Kabla ya makubaliano hayo kutiwa saini, Marekani imesisitiza kwamba pande zote mbili lazima zitimize masharti kadhaa. Miongoni mwao, DRC lazima ishughulikie kikamilifu changamoto za usalama wa ndani, ikiwa ni pamoja na kusambaratisha makundi yaliyohusika na mauaji ya kimbali ya Rwanda, ikiwa ni pamoja na lile la FDLR. Kwa kuongeza, DRC inatarajiwa kutekeleza mageuzi ya utawala wa ndani, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usambazaji wa haki wa rasilimali za kitaifa katika mikoa yake. Nduhungirehe alisisitiza kuwa masuala ya usalama yanabaki kuwa muhimu na hakuna njia ya mkato ya amani, huku akibainisha kuwa pande zote mbili zilitambua masuala ya usalama wa kila mmoja wao wakati wa kutangaza kanuni hizo. Tulikubaliana katika waraka huo kupeleka utaratibu wa pamoja wa usalama ambao utatusaidia katika kushughulikia masuala hayo, kwa sababu tunakabiliwa na tishio la usalama kwa miaka 30 iliyopita. Kikosi cha mauaji halaiki cha FDLR ambacho bado kinaendelea kufanya kazi mashariki mwa Kongo na kilichowekwa katika jeshi la Kongo. Tunatumai kwamba kwa kasi hii mpya amani tutaweza kushughulikia swala hili la FDLR, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Rwanda. Kamati ufuatiliaji, ikiwa ni pamoja na wawakilishi kutoka Marekani, Qatar, Ufaransa na Togo, kwa niaba ya Umoja wa Afrika itasimamia utekelezaji wa masharti hayo. Mazungumzo yalifanyika hapo awali chini ya mfumo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Sasa amewekwa rasmi chini ya uongozi wa Umoja wa Afrika, huku Togo ikiongoza katika kuwezesha mchakato huo kuendelea na kufanikiwa. Na tuelekee huko nchini Uganda ambapo mlinzi mkuu wa Bobi Wine Edward Sebefu almaarufu Eddie Mutu amefunguliwa mashtaka uhalifu wa kutumia silaha kwa mujibu wa mawakili wake. Hata hivyo haijafafanuliwa zaidi kuhusu uhalifu huo. Eddie, ambaye kufahamika alipokuwa kwa siku kadhaa, alipatikana ametupwa katika mahakama kuu ya mji wa Masaka kusini mwa Uganda, umbali wa takriban kilomita 130 kutoka mji mkuu Kampala. Wakili wa Eddie Mutu alisema mteja wake aliteswa. Mashirika kutetea haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa akishutumu mamlaka nchini Uganda kwa kukandamiza upinzani, hasa wakati wa kuelekea uchaguzi. Maafisa wa usalama nchini Uganda walijaribu kuzuia vyombo vya habari kumuona Eddie alipokuwa akifikishwa mahakamani, lakini video zilionyesha mlinzi wa Bobi Wine akiwa hana viatu na hawezi kutembea. Wakili wake amesema mteja wake alipigwa mwili mzima kwa shoti ya umeme akiwa chini ya ulinzi wa jeshi. Kupitia chapisho la mitandao ya kijamii, kiongozi wa upinzani Bobi Wine alisema kuwa mlinzi wake amepigwa na kuteswa vibaya. Eddie Mutwe ni mlinzi mkuu wa Bobi Wine, msanii wa muziki aliyegeukia siasa na kuwa mpinzani mkubwa wa rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni.
Inaripotiwa kuwa Eddie alitekwa Aprili 27 na watu wasiojulikana waliovaa sare za kiraia na za kijeshi katika mji wa Kiwango katikati mwa Uganda, jambo lililosababisha ghadhabu na hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Baada ya kutoweka kwake, mkuu wa majeshi ya Uganda na kijana wa Rais Museveni, Muhoozi Kainerugaba, alidai kupitia mitandao ya kijamii kuwa alikuwa akimshikilia kwenye handaki lake. Aidha, alitoa vitisho vya kutumia nguvu dhidi yake, jambo liloibua taharuki zaidi. Wanaharakati mbalimbali wa haki za kibinadamu wamelaani kushikiliwa kwa Eddie na jeshi la Uganda, huku tume ya haki za binadamu ya Uganda nayo ikitoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja. Israeli huenda ikaiteka ukanda wa Gaza na kudhibiti misaada katika mashambulizi yaliyoenea dhidi ya kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas, ambayo aliidhinishwa na Baraza la Usalama la Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu, maafisa wamesema. Afisa mmoja wa ulinzi wa Israeli amesema operesheni hiyo maalum haitazinduliwa kabla Rais wa Marekani Donald Trump kumaliza ziara yake. Msemaji wa serikali aliambia waandishi wa habari mtandaoni kwamba askari wa akiba wanaandikishwa ili kupanua operesheni hiyo huko Gaza na sio kuiteka. Ripoti ya shirika la utangazaji la umma la Israel Kani imenukuu maafisa wenye ufahamu wa maelezo hayo, ikisema mpango huo mpya ni wa hatua kwa hatua na utachukua miezi kadhaa, huku vikosi vikilenga kwanza eneo moja. Wanajeshi wa Israeli tayari wameteka eneo linalokadiriwa kuwa theluthi moja ukanda wa Gaza, wakiwahamisha watu na kujenga minara ulinzi na vituo vya ufuatiliaji katika ardhi ambayo jeshi hilo limeelezea kama maeneo ya usalama, lakini mpango huo mpya utaenda mbali zaidi. Afisa mmoja wa serikali ya Israeli alisema mashambulizi yaliyoandaliwa hivi karibuni yatateka eneo lote la ukanda wa Gaza, kuhamisha raia wake kuelekea kusini na kuzuia misaada ya kibinadamu isifikie mikono ya Hamas. Jeshi la Israeli ambalo katika vita vyake vyote limeonyesha hamu ndogo ya kuiteka Gaza, lilikataa kutoa maoni juu ya matamshi ya maafisa wa serikali pamoja na wanasiasa. Na bunge la Ulaya limepanga kufanya mjadala wa dharura tarehe 7 mwezi Mei kuhusu kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Lissu alikamatwa mwezi Aprili, ikiwa ni miezi michache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Chama chake kimetoa wito wa kufanyika kwa mageuzi ya uchaguzi na kuanzishwa kwa tume huru uchaguzi. Mjadala huo utafanyika kuanzia saa 7 mchana hadi saa 4 usiku kwa saa za Ulaya, kwa mujibu wa tovuti rasmi ya bunge la Ulaya. Mjadala huo utagusia masuala ya haki za binadamu, demokrasia na ukandamizaji wa kisiasa. Baada ya mjadala na kuandikwa kwa azimio lenye nambari 2025/2690, wabunge wa Ulaya wanatarajiwa kupiga kura kuhusu azimio hilo siku ya Mei 8 mwaka 2025. Mwisho wa Rubaza Kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashid.